ukachukuliwa ndani ya ardhi yetu, ukachukuliwa mbele ya watu wetu watakaokuja Benjamin Mkapa. Hilo hatuko tayari hata kidogo. Kwa hiyo tunaanza mikakati hivi sasa, maandalizi hivi sasa kwenda kuchukua ubingwa huu na tunabeba. Ahmed, ilikuwa inazungumzwa kwamba goli moja kulikuwa kuna margin ndogo sana ya Simba kwenda finali, kwa sababu mko mnakwenda kumalizia mmefanya kile ambacho baadhi ya watu hawakuamini kama mtaweza kukifanya. Mwalimu Fadlu alitengeneza mpango mzuri, na mpango wake wa kwanza ni kwamba tusifungwe goli la aina yoyote katika uwanja wetu wa nyumbani, kitu ambacho alikifanikiwa. Baada ya kupata ushindi wa bao moja kwa bila katika uwanja wa Amani pale Zanzibar, akaona ni ngumu kupata bao la pili, akasema sio shida, wacha nilinde goli hili moja, kwa sababu nikienda ugenini nina uwezo wa kulinda tena kwa dakika 90 nisiweze kufungwa bao jingine. Na hiyo ndio kawa mpango kazi, na mpango kazi umekwenda vizuri. Goli moja la Jean Charles Ahoua ndilo ambalo limetupeleka finali. Kama wao goli lao moja iliweza kuavua ubingwa Zamalek, na sisi goli hilo moja limetupeleka finali. Kimsingi tu ni kwamba mwiba umeingilia ulipotokea. Wao walifuzu kwenda finali kwa goli moja, na sisi tumewatoa kwenda finali kwa goli moja. Ahmed, kwa faida sisi ambao tumechelewa kidogo hapa, kwa nyinyi kama viongozi, sehemu ya Simba imekuwa ni fahari gani? Hujachelewa. Niko sehemu sahihi. Imekuwa ni fahari kiasi gani kama Simba kushuhudia mnyama anatinga hatua ya finali kombe la shirikisho barani Afrika? Ni fahari kubwa. Timu ya mpira wa miguu yoyote inaposhiriki mashindano inataka kufika hatua ya finali na kuchukua ubingwa wenyewe. Na kwa ukubwa wa Simba tuliweka wazi kwamba imetosha sasa kujivunia robo finali, imetosha sasa kujivunia kushika nafasi ya 7, nafasi ya ngapi. Sasa tunatakiwa kwenda mbali zaidi na kwenda mbele. Wenyewe. Na timu yetu ni kongwe barani Afrika, ina miaka mingi barani Afrika. Kwa nini tuendelee kuishia njiani? Kwa nini tuendelee kukwama? Kwa hiyo kama viongozi tunaona fahari kubwa kuona ya kwamba tumetimiza moja kati ya malengo yetu ya kucheza finali, na ndio maana nimesema ya kwamba kazi tumeimaliza, lakini hatujaikamilisha. Kuikamilisha kazi hii ya 2025 ni kuchukua ubingwa wa Afrika. Mzani umebalance sasa. Mzani gani? Vile ambavyo kwa mnaambiwa kwamba ili kufikia level yao kwenye kombe la shirikisho na nyinyi mtakuwa kuingia finali na mpate medali. Na miaka yote tunapoizungumzia finali mashabiki ambao walijitokeza pale za KM na mpaka kafu maposti. Zungumza nao. Na mvuto mkubwa sana kwenye mpira wa miguu barani Afrika. Tumekuwa na matukio ambayo yanavutia ya ndani na nje ya uwanja. Hata ukiangalia jana pale katika uwanja wa Moses Mabida, sisi Simba tulikuwa wengi.
Benjamin Mkapa katika ardhi hii ya Mama Samia. Kombe la CAF liko pale, alafu tuliache liondoke na Mwarabu. Hiki ndio kitu ambacho hatutaki kukiona kinatokea kwa namna yeyote ile. Kwa ufupi ni kwamba hatutaki kuvuliwa taulo ukweni, kwenda kupambana kadri inavyowezekana, kombe libaki hapa Tanzania. Lile jina lako sasa la semaji wa CAF kama umeliratibisha rasmi, uliona mbali? Semaji la finali ya CAF. Wewe imeongezeka hiyo. Imeongezeka nyingine. Maswali mengine tafadhali. Semaji moja ya timu ndio sasa hivi Tanzania kwenye nani, kwenye muungano, sisi tuko tayari. Na nyinyi ndio mabingwa watetezi wa exactly. ana uzalendo. Jana ulizungumza kwamba wewe kwenye akili yako unafikiria kuhusu soka. Nini kufokuzungumza? Lazima mtu uone mbali. Bingwa wa Afrika na uona kabisa. Bingwa wa Afrika na uona kabisa. Berkane ni aina ya mpinzani ambaye tunamudu 100%. Sasa kama ubingwa Afrika na uona, kwa nini nisianze kufikiria Super Cup dhidi ya Mamelodi Sundowns Abu Dhabi? Shampo ubingwa wa Mamelodi whatever, awe Mamelodi, awe Pyramids, lakini mimi naiona Simba ikicheza Super Cup Abu Dhabi au Qatar au Dubai. Ahmed, jana kulikuwa na clip ya ngoma. Tanzania hakuna kuongea tena. Watu wengi wamecomment wanasema kwamba ilikuwa inawauma sana kuambia mjecheza finali. Ilikuwa inawauma. Kimsingi tumekata ngebe. Hilo ndo jambo la msingi ambalo tumekata ngebe. Na msimu huu nadhani katika misimu ambayo tulidharaulika sana pamoja na msimu. Ndio maana unaweza kuona hata ngoma alifikia msimu vile na kila mtu anaweza kusema msimu huu wakati tunamleta Fadu Kibeki zilianza kwamba wamechukua kocha wa kawaida, wamechukua kocha msaidizi, hana uzoefu, kocha ameshusha timu sijui ligi, sijui maneno yakawa mengi. Sisi tukanyamaza tu. Tukaanza kushiriki michuano ya CAF. Mpinzani wa kwanza alikuwa ni Al Ahly Tripoli. Wakasema Simba mwaka huu haendi makundi. Al Ahly Tripoli ana mabululu sijui ana nani. Simba shughuli yake imeishia hapa. Tukamtandika Al Ahly Tripoli bao 3-1 safi kabisa. Nyama akaenda zake group stage. Group stage tukapangiwa Waarabu wawili na Msauzi Kusini mmoja. Wakasema wakapanga kabisa wenyewe kwamba wa kwanza Constantine, wa pili Sfaxien, wa tatu Bravo. Simba tajiangalia sehemu ya kujiweka hapo. Katika hali ya kushangaza, Nyama ndo tukaenda kuongoza hilo kundi ambalo wao walituweka sisi watatu ama wanne. Pap tukaangukia kwa Farao Misri. Wakasema sasa hapa ndio anakwenda kuishi kwenye jina lake.